Majina naitwa Herosmini Lema, ni mjumbe kutoka Taboa, chama cha wamiliki wa mabasi. Kuna pressings zinatembea kwenye mtandao juu ya ofisi zetu zile za Arusha. Kwa hiyo sisi tukaona tusikae kimya, kwa sababu serikali ni sisi pamoja na wao viongozi. Kwa hiyo panapokuja tatizo lazima tulizungumze. Lakini tulichokiona cha msingi cha kuwaambia ni kwamba stendi yetu mazingira sio rafiki. Iliyo press inaonyesha kwamba mtu aende kabla ya dakika 30, na tukiangalia almost ya basi zinazotoka kwa mkoa wa Arusha tu kwa siku sio chini ya basi 80 au 100. Sasa inapokuja ile stendi hakuna sehemu ya kupaki gari, na wao wanasema zinaleta msongamano. Sisi kwa kweli tunaona kama wanataka kutuonea. Kwa hiyo tunaiomba serikali waangalie kwanza, kwani miundombinu iliyokuwepo ni ya kizamani, na ile stendi ilikuwa ni almost ya kupaki labda gari 7, 8 mpaka 10. Lakini sasa hivi ile stendi hata ukiangalia ina maduka kule ndani kumejaa, hata sehemu kuna watu wanapika mle kwenye lami chini. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinaweza kuleta, ni sehemu ambayo hakuna kuweza kupaki ile basi. Kwa hiyo sisi tunaomba ofisi zetu tuendelee nazo, kwa sababu hizi kama wanavodai ziko kwenye makazi ya watu. Sisi tunafanya ni kazi ya jamii, kwa sababu kazi yetu sio kazi ya tarishi, ni kazi ya usafirishaji. Na sehemu ya usafirishaji inatakiwa na sehemu ya malazi, sehemu ya kupata chakula na kupumzika. Tukiangalia stendi yetu pale haina sehemu ya kupumzika abiria. Tukienda upande wa vyoo, choo kipo ni kimoja, mazingira sio rafiki, hakiwezi kuhimili wingi wa watu ambao wanatoka kwa siku kwenda mikoa. Tukizungumza mikoa inayotoa gari kutoka Arusha ni mikoa sio chini ya 9 au 10 au na zaidi, kwa sababu kuna Arusha Mbeya, kuna Arusha Njombe, kuna Arusha Songea, kuna Arusha Mwanza, kuna Arusha Kigoma, kuna Arusha Tabora, kuna Arusha Singida, kuna Arusha Dodoma, kuna Arusha Morogoro. Zote hizo, kuna Arusha Dar es Salaam, zote hizo ruti zinaanzia mkoani Arusha. Sasa hatupingani na serikali, tunataka mazingira yaboreshwe. Kama walivyosema wanajenga stendi kule chini, stendi ikamilike. Hizi za kwetu ni terminal zetu ndogo tu, kwamba abiria anapokatiwa tiketi apate sehemu kwenda kukaa, asubirie muda. Lakini tukisema tunawapeleka pale, hakuna sehemu ya kukaa abiria, labda atasubiria gari labda ya kuondoka saa 1 au saa 2 au saa 3. Sisi maoni yetu ndio hayo. Kwa hiyo sisi hatuna ugomvi na serikali. Kwanza sisi tunataka tuseme kwamba sisi huwa tuna msimamizi wetu regulator ambaye ni LATRA. Sisi hizo ofisi hatukukurupuka, tulikata vibali tukapewa na tukafanya ujenzi huu. Na ujenzi huu nafikiri wenyewe mmeona ni rafiki, kwani umesaidia sana ule msongamano, kupunguza ule wingi wa kubanana stendi, watu kuibiwa. Na nafikiri kuna maradhi lipuzi kama tulipata corona miaka iliyopita, miaka 3, 4 iliyopita. Kwa ofisi kama hizi hapa kwetu ni msaada sana. Na hata ukienda nchi zilizoendelea, wale mfumo ule unaotumika ule ni analog. Hii sasa hivi ni mambo yako ya digital, kwamba kila kitu kiko wazi. Ile stendi ni ya mkoloni, ile ya zamani sana. Vibali hivi vinatoka halmashauri ya jiji. Hivi havitolewi sehemu nyingine yote, ni halmashauri. Labda ushauri ambao si tutatoa zaidi upande wa barabara ambazo hizi za TARURA. Hizi barabara huhalisia, hata ukiangalia wanaposema foleni, daladala inayotoka labda Usariva inakwenda labda Kilombero, ikishaanza kukunja pale Mianzini, haina sehemu ya kusema inapaki shusha abiria iondoke, inasimama katikati ya barabara. Je, pale haitasababisha foleni? Kwa hiyo sasa tunasema serikali waangalie hili swala kwa umakini. Sisi hatupingani na serikali, na ndio maana kodi zao zote huwa tunalipa, hatutakaga usumbufu na wao. Hili ndio maana tunalipeleka hata kwa rais angalia, kwa sababu ile wanalofanya ni kuleta labda kutusababisha labda vurugu au nini, lakini sisi hatuko hivyo. Sisi serikali yetu tunajua kwa makini, kwa sababu tamko kama lile pale la kumwambia mtu vile ni uonevu. Naitwa Mr. National Pimarano. Paka tunafikia hatua ya kujenga terminal zetu, ni kwamba tumefuata taratibu zote za manispaa, mipango miji, kila kitu. Kodi zote za serikali tunalipa, zinalipwa. Kabla hatujaamua kufanya jambo kama hili, tulishafuata taratibu zote. Na ndio maana
ili tamko lililotoka limekuwa likitushangaza hata sisi pia. Hatuelewi ni sababu ni zipi mpaka limetamkwa kwa namna hiyo, kwa sababu taratibu zote za kisheria tunazifuata, kodi za serikali tunalipa, kila kitu tunakifuata. Na pia hii inasaidia kupunguza msongamano. Mfano ukiangalia, nikirudia hata mimi binafsi ile stendi kule ambayo inasadikika ni stendi ya mabasi pia ni ndogo. Hata basi 9 au 10 hazienei, hazitoshi kabisa. Lakini kwa sasa kwa sisi tulivyotengeneza terminal zetu inasaidia, inapunguza hata jam, hata msongamano wa watu. Kwa sisi endapo kama stendi mpya ikakamilika, tupo tayari kufuata taratibu na sheria ambayo itakayokuwa imewekwa na serikali. Wetu Amoni ni hapa, nipo stendi, tunapiga debe, tunatafuta abiria. Ndo kazi ambazo zipo hapa stendi na tunazozifanya. Hapa bana mimi na kama miaka 5 6. Ni kweli stendi mpya nasikia mwenyewe nimesikia inajengwa, lakini bado hatujaenda hata kuiona na wala hatujajua itaisha lini. Kwa hiyo bado kuna kipengele kiasi fulani. Miundombinu ya stendi ndo kama hivyo bana, stendi yenyewe ndo kama hivyo kiangalia. Na maana nimeshakaa muda mrefu sana, kulikuwa kuna mashimo hapo. Mvua ikinyesha maji yanatuama, lakini sasa hivi wamepiga vifusi. Mvua ikinyesha tu inakuwa ni clear, yani kidogo nini imekuwa afadhali. Mazingira ndo kama hivyo mnavyoyaona, lakini kwa upande wa vyoo vipo na vyenyewe viko pembeni 200 500. Ukitoa unamaliza haja yako. Kwa uwezo wa kubeba magari yote kama sijui BM matilisho manini, hiyo inakuwa ni uongo. Labda kwa hiyo stendi mpya ambayo inajengwa, kwa sababu hatujaiona, inaweza ikawa hivyo kama kuchukua gari zote, lakini kwa hii hapa uongo. Gari hizi zikakaa zote, maana hizi wenyewe zilizopo hapa waga ni changamoto sometimes. Zikifunga huduma zake, basi hapa itakuwa ni kanyagano hatari, kwa sababu abiria watakuwa ni wengi sana na itakuwa ni mbanano wa hatari yani. Bwana, itakuwa ni hatari sana, kwa sababu hapa yenyewe stendi iliyopo na hizi gari zilizopo hapa inakuwa kama gari zinakuwa nyingi, stendi ndogo. Kwa hiyo na maana tena tuseme labda na hizo nyingine ziongezeke hapa, itakuwa ni uongo plus. Jamu ya hatari na nyingine zitakuwa hadi zitashindwa mahali ya kupaki. Yaani jamu itakuwa hatari na zitashindwa mahali ya kupaki kwa sababu stendi ndogo. Yaani ushauri wangu wale wakae tu kule wanapokaa na huku wakae huku madi tu hali inavyoenda ndio hivyo tunavyoenda navyo. Wakati tunasubiri stendi mpya hiyo ikiwa imekamilika, tuangalie na kuaje kwenye upande wa kutafuta riziki. Naitwa George, ni mkazi wa Arusha Stand Terminal. Mfanyakazi wa Capricorn. Hoja kamili labda kuzungumzia zaidi mabasi kuja eneo la stendi yote. Milikuwa haina mantiki yote, kwa sababu eneo letu la stendi ni dogo sana, na mabasi yote kwa mfano BM au Tilisho wote wangeweza kufika maeneo haya hapa. Ina maana mabasi yangekosa nafasi za kuweza kupaki kutokana na mazingira yetu ni mazingira ambayo ni madogo sana. Na mpaka sasa hivi labda kidogo imesaidia kutokana na gari nyingi zinatoka Moshi mchana kupita na zinapita. Lakini zingekuwa kama zote zinaingia na kukaa sehemu moja, hali ingekuwa ni ngumu na mabasi yasingepata sehemu ya kupaki. Kwa hiyo kwa kule kidogo imesaidia kuondoa jamu ya parking ya eneo la stendi. Hapana, eneo ni dogo na haina umuhimu wa kuja hapa, maana eneo letu ni bado ni dogo sana. Labda kama endapo tutapata stendi mpya ndio itakuwa inatusaidia zaidi. Kwa sababu Tilisho akileta gari 5 au Westa akaleta gari 5 hapa, wakakutana na kampuni Capricorn au Express au Kandahari, zote zikiwa maeneo haya hapa, kila mtu ana gari 5. Eneo letu bado ni dogo sana, kwa hiyo kuondoka kwa wenyewe kwenda kupaki kule imesaidia kidogo kuondoa jamu ya eneo la stendi. Wanasema eti hizo gari zinasababisha jamu kule mianzini na nini. Je, zikianzia kule au zikianzia hapa unadhani jamu inaweza kuwa kubwa zaidi? Hapana, ni swala hilo wanayozungumza ni habari ambayo sio kweli, kwa sababu wale jamaa hawaondoki kwa mabasi, useme mabasi 10 au 5 yanaondoka kwa pamoja, wanaondoka kwa timetable. Inatoka gari moja 2. Kwa hiyo hawezi kusema kuna jamu, kwa sababu gari hazitoki kwa pamoja. Inatoka 2 inatoka moja, inatoka 2 inatoka moja. Kwa hiyo ukisema jamu mianzini ni swala ambalo ni uongo, sababu gari hazitoki kwa pamoja. Mji wa Arusha walichelewa kijiografia, mara nyingi walichelewa sana, jiografia ya Arusha ilichelewa sana kufanyika. Yaani mji wetu haukuwa na jiografia nzuri, kwa sababu bado mji wa Arusha hatuna uwezo wa barabara za ndani ya mji na nje ya mji, na ndio maana inasababisha kuwa na jamu. Jina anaitwa Oki Abdalla. Niko stendi ya Arusha, napakia magari ya Babati Singida. Hapa kiufupi hii stendi ni ndogo. Magari tulikuwa nayo hapa kama sasa hivi unaona foleni hapo ya stendi hapo. Magari haya yenyewe kuingia ndani yanashindikana. Mpaka sisi tunatolewa, tunawekwa nje. Kwanza tunapakia. Hamna utaratibu wa kupakia
magari kwa foleni, gari moja ikipakia iitwe ingine, ikishajaa moja itoke. Sasa tukiletea yale magari ya kule hapa, ina maana hamna mzunguko wa watu hapa ndani, kwa sababu hakuna nafasi ya magari kuingia hapa. Hii stendi ni ndogo sana, angalia magari tu haya ni machache yako hapa, lakini stendi imeshajaa. Sasa zikiletwa tena ile zingine kule juu zije stendi hii, itakuwa ni hamna kazi inaendelea. Mimi nachoshauri ni kwamba mpangilio ufanyike, hii stendi ihamishwe, tujengewe stendi ingine mpya. Stendi kama hii ya Arusha hapa ni stendi ndogo sana. Hapa zikiingia gari 20 ni stendi imejaa. Foleni imezidi, haya tulikuwa naye tayari yameshazidi hapa. Sasa zikija tena zile za kule juu, sasa stendi au itakuwa ni uchafu. Stendi yenyewe hii unaiona ni chafu, hakuna mpangilio, stendi ni ndogo, magari hapa tunapigana kelele, tukiongelea masuala ya stendi hapa tunachukuliwa sheria. Sasa tunashindwa kuelewa, hakuna mizigo ya abiria na watu waliokuwepo hapa ndani. Ikiletwa yale magari hapa, ndio kwamba tena narudia ni kwamba stendi hii tayari magari yameshajaa. Sasa zikiletwa zile tena zinapakilia wapi? Hapa tu mfano, angalia hapa jinsi palivyo, hakuna hata noa haiwezi kuingia hapa. Sasa tukiletewa tena zile itakuwa ni jamu kubwa sana, yani itakuwa hamna mwelekeo wa stendi hapa. Hii sio stendi. Stendi angalia jinsi ilivyo hii stendi, wewe ukiangalia tu hapa magari yameshajaa. Sasa hizo zingine zinapakilia wapi? Ni bora wale wapakilie kule kule, kwa sababu hapa itakuwa gari zinapakilia mpaka barabarani, hamna wengine kupita. Kama sasa hivi hamna magari unaona hapa jam tayari. Sasa hizo zingine zikija, na maana zitapakilia, kama wanaruhusu zipakilie barabarani kwenye lami, sawa.